Mwaka huu 2025 umetajwa kuwa mbaya zaidi katika ukiukaji wa haki za kibinadamu. Ripoti ya shirika la IMLU ikiripoti kuwa Kenya imeorodheshwa kuwa mojawapo ya mataifa yaliyoshuhudia ukiukaji mkubwa wa haki, haswa kutoka kwa maafisa wa usalama. Watu takriban 100 wakiuawa kiholela. Brenda Wanga anaarifu. Hiyo ya shirika la IMLU inaonyesha kuwa Kenya sasa imeorodheshwa katika orodha ya nchi ambazo hazizingatii haki za kibinadamu. IMLU inasema raia wa Kenya wameshuhudia dhulma nyingi za haki za binadamu. Kenya experienced a disturbing rise in 1. State repression, oppression of citizens and suppression of voice. Excessive use of force, targeted attacks on civil society, on journalists, on activists, on human rights defenders. Shrinking civic space, systemic impunity by state institutions. Kulingana na ripoti hiyo ya IMLU, ukiukaji wa haki ulisababisha mauaji 97 ya kiholela, vifo 18 vya watu gerezani, kesi 72 za unyanyasaji, majeraha 49 yaliyotokana na maandamano na watu 1500 kukamatwa kiholela na 5 kupotea. So if you're shot from the back, you're honestly not attacking. You're not a risk to the person who's shooting you at that point. And remember the Public Order Management Act. The de-escalation when you're managing protests, you only use lethal weapons or even non-lethal weapons when you are at risk or somebody else is at risk of death. Takwimu hizo na kesi za udhalilishaji pia zinaangaziwa na Jaji Mkuu Martha Koome, ambaye sasa anavitaka vyombo vya usalama kusimamia sheria na kutii maamuzi ya mahakama. If all Kenyans are to enjoy the freedoms our constitution guarantees, we must confront these challenges with honesty, courage and a united resolve and ask, where is the broken pipeline? Lakini kinachotia wasiwasi zaidi ni visa vya utekaji nyara vinavyowalenga wanaharakati. Mwaka huu pekee, wanaharakati kama Boniface Mwangi na Bob Jagi wa Kenya, Maria Surungi wa Tanzania miongoni mwa wengine walitekwa nyara nyumbani au nje ya nchi na kuteswa. Shirika hilo sasa linaitaka serikali kuimarisha mamlaka ya uchunguzi wa IPOA ili kuhakikisha wanaokiuka sheria wanawajibishwa. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.